Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali popote ambapo uliko na kusalimu katika jina la Yesu. Nataka tuingie katika maombi na tuingie katika neno la Mungu asubuhi ya leo, maana tumebarikiwa asubuhi hii ya leo kusikia hata neno lake Mungu. Kwa hivyo mahali popote uliko na kualika tu unapofanya biashara yako ukaweze kutega sikio lako na kusikia nini ambacho Mungu ametuletea asubuhi ya leo, kwa sababu tunagundua ya kwamba na tunatambua ya kwamba kulala na kuamuka ni kwa nguvu zake Mungu, sio kawaida, ni kwa rehema zake Mungu. Kwa hivyo pote ambapo ulipo napoendelea na biashara yako, ningetaka tuombe katika jina la Yesu na tuwe na wakati wa kushukuru Mungu na kumuinua Mungu kwa sababu ya wema wake, ukuu wake na uzuri wa Mungu. Haleluya. Natumai ya kwamba uko na asubuhi njema, asubuhi ambayo imebarikiwa, na ni asubuhi ambayo ni tofauti na zile zingine, maana kuna kitu Mungu anataka kufanya siku ya leo. Haleluya. So ningetaka tuombe katika jina la Yesu kwa haraka, maana sina muda mkubwa. Tutasoma maandiko na ndio tusome. Tutaingia kwanza katika maombi na ili tuwe na wakati wa kushukuru Mungu na kumuinua. Wacha tuombe katika jina la Yesu. Wacha tushukuru na tuombe popote ambapo unanisikia. Baba Mungu wa majeshi, wewe mwenye nguvu na utukufu, na kuinua jina lako safi, jina lako takatifu, kisema ya kwamba hakuna mwingine kama wewe. Pokea sifa na utukufu Bwana, kwa sababu ya kila mmoja aliyeungamana mahali hapa, mama, baba, vijana, hata wale wote Baba wako mahali hapa Bwana. Yehova, tunasema ni asanti, maana ni kwa nguvu zako umetuamsha. Unajua ya kwamba kuna wengine ambao hawajaamuka Baba, sio kupenda bali hawana nguvu, lakini sisi tumeamuka na tumekuja kama kawaida. Ni asanti, pokea sifa na utukufu. Sasa tunaomba ukaweza kutubarikia mkate wa mbinguni, neno lako, na kutufunza jinsi upendavyo. Ni katika jina la Yesu natakasisha hii anga kwa jina na damu ya Yesu. Naomba wema wako ukae pamoja nami. Katika jina la Yesu tuomba, tunaamini. Amina, amina. Haleluya, asante sana. Nataka tuingie katika maandiko, kitabu cha Luka 17. Hapo ndipo ujumbe unatoka. Luka 17. Luka ni 17:11. Maandiko inasema hivi: na ikawa walipokuwa njiani kwenda Yerusalemu, alikuwa akipita katikati ya Samaria na Galilaya, na alipoingia katika kijiji kimoja, alikutana na watu 10 wenye ugonjwa wa ukoma. Wakasimama mbali, wakapaza sauti wakasema, "O Yesu, Yesu, Bwana mkubwa, uturehemu." Alipowaona aliwaambia, "Enendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Na ikawa walipoenda walitakasika. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi akimtukuza Mungu kwa sababu kuu, na akaanguka kifudifudi miguuni pake akamshukuru, naye alikuwa ni Msamaria. Yesu akajibu akanena, hawakutakaswa, hawakupona watu 10, wale 9 wako wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu tukufu ila huyu mgeni? Akamwambia, inuka, enenda zako, imani yako imekuokoa. Haleluya. Maandiko inasema katika kitabu cha Luka 17 ya kwamba kulikuwa na watu 10 ambao walikuwa wamegonjeka ugonjwa sugu, ugonjwa mbaya uliokuwa ugonjwa wa ukoma. Walikuwa wamegonjeka ugonjwa wa ukoma, na ugonjwa wa ukoma ni ugonjwa ambao huwa unafanya ngozi iharibike. Ngozi inaanza kutoka vipande. Mtu hunuka sana. Ukiwa na ugonjwa wa ukoma haungekaribiwa, hata haungekula sahani moja na mtu, hata kulala haungelala pamoja na yeye. Hiyo ilikuwa ni ugonjwa wa ukoma, na hawa watu 10 walikuwa wamegonjeka na hii ugonjwa wa ukoma. Na neno linasema baada ya kuponywa ni mmoja tu ambaye alirudi kusema ati ni asante. Yesu akauliza, kwani hakukuonekana hata mtu mmoja ambaye hawakuonekana wale watu 9 ambao waliponywa kuja kusema ni asante?
Yesu akamwambia, nenda zako, umepona, na akabarikiwa. Lakini neno ni kwamba hapakuonekana wale wengine 9 walienda wapi. Waliponywa watu 10 kwa ugonjwa wa ukoma, lakini mtu mmoja kati ya watu 10 ndiye ambaye alirudi kusema ni asante. Kwani hao wengine walienda wapi? Sasa nataka usukue hili neno na uangalie jinsi ambavyo tulivyo, kwamba sisi ndio tulikuwa wale watu 10 ambao walipona katika huu mwaka wote, kuanzia Januari to Disemba. Kuna mambo mengi umepona, kuna mitego mingi Mungu amekutoa, kuna michari mingi Mungu amekuepusha nayo, kuna vifo, kuna ajali ambayo Mungu amekutoa kwazo na amekuokoa na umepona. Kuanzia Januari to Disemba uko hai. Miaka 12 sio mchezo. Unaamuka asubuhi na unafanya kawaida. Kuna watu ambao waliamuka na hawakurudi, wengine walienda safari hawakurudi safari zao, wengine wakaamuka wakarara hawakuamuka tena, wengine wakaenda wakaja wakiwa wamegojeka. Kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12 ni Mungu. Kuanzia mwezi wa kwanza hadi huu mwezi wa 12, hiyo miezi yote ni Mungu amekulinda. Hiyo miezi yote ni Mungu amekupa nguvu. Ndio Mungu anasema ya kwamba sisi ndio tulikuwa wale watu ambao walikuwa wamegojeka. Ugonjwa ndio huu ulikuweko na haujaisha, lakini bado tuko hai. Wacheni tutambue na tumshukuru Mungu. Tuwe na wakati wa kumshukuru Mungu kwa sababu ya yale mambo ambayo Mungu ametutendea kuanzia Januari hadi Disemba. Kuona ya kwamba bado wewe unakula githeri. Kuna wengine ambao meno yao yote iling'ooka wakaaguka. Mwambie Mungu ni asante. Kuanzia Januari hadi Disemba sio kawaida, ndugu yangu. Ndio neno linasema waliponywa watu 10, lakini mmoja tu ndiye ambaye alirudi kuambia Mungu ni asante. Wengine 9 hawakutabua. Hivyo ndivyo ilivyo. Wengi hawatabui ya kwamba ni nguvu za Mungu huwa zimetuleta, ni nguvu za Mungu huwa zinatuamsha. Chochote ambacho umepata kuanzia Januari hadi Disemba ni Mungu ambaye amekupa. Pesa Mungu amekupa, nguvu Mungu amekupa, amani Mungu amekupa, hata afya nzuri Mungu amekupa, ni Mungu amekupa. Kuwa na wakati wa kumwambia Mungu ni asante kwa sababu ya rehema zake na ukuu wake na fadhili ambazo ni za milele. Kuona ya kwamba hatungeweza kujiamsha, kuona ya kwamba hatungeweza kuenda pamoja bila Mungu. Umekuwa ukitravel, yani ukisafiri kuanzia akila asubuhi unasafiri na unarudi kwa nyumba yako kuanzia Januari to Disemba na hakuna kitu kimekutendekea. Wengine walisafiri wakawa watu ambao wameanguka, wakakuja na majeraha. Kuna watu ambao tulianza na wao sasa hawana miguu, walikatwa miguu. Wewe uko na miguu yako 2. Kuwa na wakati wa kuambia Mungu ni asante katika wakati huu. Wengine walikuwa na macho kama wewe, sasa macho yao imeng'olewa, hana macho moja. Tuweni na wakati wa kuambia Mungu ni asante, maana from January to December ni Mungu amekuepusha na mitego mingi na maajali na vifo hata na laana. Uone ya kwamba wakati huu ndio wakati tunafaa kumshukuru Mungu na kumwambia Mungu ni asante. Ndugu mpendwa, hatungeona kama ni kawaida. Hatungeona kama ni kawaida kwa sababu dakika hii na wakati huu ndio watu wanajiandaa kufanya mambo mabaya, wakisema ya kwamba ni wakati wa Christmas. Huu ni wakati ambapo hata shetani huwa anachinja mwenyewe. Sio tu sisi tunachinja, hata shetani katika wakati huu huwa anachinja na anafanya kafara mingi. Ndio maana huwa tunasikia kuhusu ajali zinakuwa zimeongezeka sana. Kila saa, kila wakati ajali zinaripotiwa. Maana wakati huu na msimu huu shetani huwa anaabudiwa sana, huwa anatukuswa, huwa anafanya kafara na anachinja damu na kumwaga damu ya watu. Sasa nasi tusije tukasahau ya kwamba shetani ako katika kazi. Maana huu ndio wakati watu wengi huwa wanatoka hata nje ya doa. Wengine wanatoka katika mapenzi yake Mungu. Huu ndio wakati ambapo watu huwa wanakunywa sana, watu huwa wanalewa sana, watu huwa wanafanya mambo mabaya.
na ni wakati ambao tunafaa kumwambia Mungu ni asanti kwa sababu ya wema wake, ukuu wa Mungu. From January to December Mungu amekulinda, Mungu amekuwa pamoja nawe. Tuweni na wakati wa kushukuru Mungu, sio wakati wa kumtukana Mungu kwa matendo mabaya tunayofanya. Wakati ni wa kushukuru Mungu, ni kwa kuambia Mungu ni asanti kwa sababu ya vita amekupigania, kwa sababu ya kile amekupa, kwa sababu ya amani amekupa. Hata kama hauna pesa mingi haujaweka, ambia Mungu ni asanti, uko hai, uko na amani. Amani ni mzuri kuliko kukula na kukunywa. Amani ni mzuri kuliko hata hiyo pesa. Afya unayo, mshukuru Mungu na umtukuze. Ndio tusiwe kama watu wa Israeli. Maandiko inasema, tutasoma maandiko katika kitabu ambacho ni cha Wakorintho 10. Wakorintho 10, hebu tusome Wakorintho 10, usikie kwamba mahali ambapo tuko Waisraeli walikuwako, mahali tuko Waisraeli walifika hapo, mahali ambapo walivukishwa. Sasa sisi tunakuja kuvukishwa, na ni kama tumevukishwa mwaka wa 2021. Ni kama tumevukishwa hiyo miezi yote 12. Hebu sikia 5. Wakorintho 10 kuanzia 5 inasema, lakini wengi sana katika wao Mungu hakupendezwa nao, maana waliangamizwa jangwani. Sikia, basi mambo hayo yalikuwa mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe watu wa kutamani mabaya kama wale walivyotamani, wala msiwe waabudu wa sanamu kama wengine walivyoketi kula na kunywa, kisha wakasimama wakacheza. Hebu sikieni ndugu wapendwa, Mungu anasema mambo haya yalikuwa ni mifano kwetu, tusije wa kutamani mambo mabaya kama walivyotamani. Na neno linasema wengi wao hawakumpendeza Mungu, waliangamizwa jangwani. Kwa nini? Wala msiwe waabudu wa sanamu kama ilivyoandikwa, kama ilivyoandikwa, watu hao waliketi kula na kukunywa, kisha wakacheza. Sikieni ndugu wapendwa, akiwa kwamba watu hao waliketi kula na kunywa, lakini hawakumpendeza Mungu. Maana walipatikana wakiomba sanamu, walipatikana wakifanya usherati, walipatikana wakifanya ulevi, na Mungu akawaangamiza. Neno linasema wakati wa Israeli walipiganiwa na Mungu, wakavukishwa kutoka Misri. Ilikuwa ni safari ya miaka. Walivukishwa wakapelekwa ng'ambo ile ingine. Ni kusahau, walisahau, wakaketi kula na kunywa kama vile wengine wetu. Wakati huu wa msimu wa Krismasi watu wanakuja kuketi kula na kukunywa. Waliketi kula na kunywa wakicheza, na maandiko inasema hawakufurahisha Mungu, maana walipatikana wakiomba sanamu, walipatikana wakifanya usherati na ulevi. Sasa baada ya Mungu kukupigania, kukutoa from January to December, safari imekuwa mbaya. Huu mwaka umekuwa wa matatizo, machozi mengi, misukasuko katika biashara, katika doa, katika hata mambo ya watoto. Imekuwa mwaka ya charity. Sasa Mungu amekuvukisha, amekuleta, na unaenda kuingia January. Huu ni wakati wa kumshukuru Mungu. Tusiwe kama watu wa Israeli, hawakumshukuru Mungu, bali walipoketi kula na kunywa walianza kufanya usherati, walianza kufanya ukahaba, walianza kufanya ulevi, walianza kuabudu hata sanamu, wakamsahau Mungu ndiye ambaye amewatoa kule ambao wametoka. Huu ni mwezi ambao mambo unakuwa mabaya sana. Saa hii hata lodging na hata virabu zimejaa, zimebukiwa, watu wamebuku manyumba. Hii date ya 25, date ya 27, date ya 26 hadi date moja, manyumba imeshabukiwa. Rumu zimejaa kwisha, maana zimebukiwa. Hiyo wakati vile watafanya ukahaba, vile watapeleka wake wa wenyewe, vile watapeleka waume wa wenyewe. Matendo mabaya huwa inafanyika katika wakati huu ambao ni wa Krismasi. Watu wameanza kujiandaa na kununua mapombe, makreti. Unaanza kununua na kulipa polepole mapombe. Ati date 26, date 25 vile utakuwa mlevi. Huo wakati ni wachache, huwa wako soba, hawajielewi. Huwa wanajijua Januari ndio wanajijua. Kutoka 25 hadi Januari wanakuwaga wamelewa.
Ni wakati ambao shetani anatijiwa, anafanyiwa ibada zake. Na ndio Mungu anasema walipoketi kukula na kukunywa na wakaanza kucheza ngoma zao, hawakumfurahisha Mungu, naye Mungu akawaangamiza, maana hawakumuona Mungu. Ndugu wapendwa, wale wana masikio na macho, wacha tutumie muda huu sio kumtukana Mungu, lakini kumshukuru Mungu, kumtumikia Mungu, kumwambia ni asante kwa sababu ya yale Mungu ametenda. Vita Mungu amekupigania, kitu chochote Mungu amekupea, amani Mungu amekupea, chakula Mungu amekupea, nguo Mungu amekupea. Kuwa na wakati wa kumwambia Mungu ni asante, kwa sababu ni kwa nguvu zake amekupa. Wewe ni nini ulilipa Mungu nayo ndio uwe hai kuanzia January to December? Nini ulilipa Mungu ndio maana uko hai? Ulizika. Tumezika watu hiyo wiki, hiyo mwezi tulizika watu, tulikuwa mazishi. Sisi ni nini tumefanyia Mungu? Au ni nini tumemupea ati ndio tuendelee na kuishi? Ni rehema zake Mungu tu, never siagai tu, ni rehema za Mungu. Ndio maana Mungu anataka tumshukuru Mungu, tumuinue Mungu na tumwambie Mungu ni asante kwa sababu ya kile Mungu ametenda katika wakati huu. Tusije tukawa kama hawa Waisraeli vile walivyofanya. Maandiko inasema basi mambo hayo yalikuwa ni mifano kwetu, kusudi sisi tusiwe tunatamani mambo mabaya kama wale walivyotamani. Wala msiwe waabudu wa sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, kisha wakasimama wakacheza. Wala msifanye usherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja 23. Wala tusimjaribu Bwana kama wengine walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinung'unike kama wengine wao walivyonung'unika, wakaharibiwa. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Yaani tusije tukanung'unika kama wengine walimnung'unikia Mungu wakaharibiwa. Wewe ni kunung'unika tu, unanung'unika vile ambayo hiyo mwaka vile imefanyika. Hapana, kwani hauoni nguvu za Mungu katika hiyo mwaka? Hauoni kile Mungu amekufanyia? Hauoni uko hai? Hauoni uko na nguvu? Hauoni unatembea? Hauoni umekuwa ukilala na ukiamka? Sio kawaida hata kukula chakula, ati unakuwa uko na meno yako unakula chakula, sio kawaida. Kuna watu walianguka hiyo January to December, meno yote iko chini. Sio kawaida. Ona nguvu za Mungu, ona kile Mungu amekufanyia, amekutendea katika maishani mwako. Kukula chakula inateremka, mwambie Mungu ni asante. Kuna watu ambao wanapatiwa na pipe from January to December, hauna wakati wa kunung'unikia Mungu. Ni wakati wa kumwambia Mungu ni asante. Nguvu ulio ni ya Mungu, kwani kuna kitu ambao hauwezi kufanya. Mambo ingine huwa tunaangalia na tunashukulia kama tu ni kitu kidogo sana. Kukula, hata kwenda choo unaona ni kama kitu kidogo sana, ama kitu hakina haja. Unajua kuna watu hawawezi kwenda choo, na hapo unajua ni serious. Mtu anakaa wiki moja lakini ni ugonjwa, haendi choo na anakula. Kuna mambo tunaona kama ni kawaida, tunaona tu. Mungu anasema tusije tukanung'unika wakati huu, bali tuwe na wakati wa kumshukuru Mungu kwa sababu ya mambo ambayo ameitenda juu ya maisha yetu. Huu ni wakati ambapo shetani huwa anaabudiwa sana kwa jina la Christmas. Wakati wa kujiangalia, wakati wa kujitenga na ile mambo ambayo huwa inafanywa katika wakati wa Christmas. Hatuwezi kumlipa Mungu from January to December vile Mungu amekuwa pamoja nasi, sasa ndio tunakuja kumgeuka. Huu ni wakati ambapo hata Wakristo huwa wanasaliti Mungu. Huu ni wakati ambapo hata wengi hawakuwaji wameokoka. Huu ni wakati wale wanaokoka, huu wakati hawakuwaji wameokoka huwa wanaanguka. Maana hata wao huwa wanakunywa kadogo, hata wachungaji huwa wanakunywa kadogo. Huu wakati wakisema ni Krismasi, ni wakati ambapo ibilisi huwa anafanya mambo mabaya, kuangusha na kuharibu. Watu huwa wanajifunza kuonja pombe wakati wa Krismasi. Wamama huwa wanajifunza kuonja pombe, kukunywa pombe wakati wa Krismasi. Huo ndio wakati watu wanaingiaga katika mambo, maana marafiki wamekuja,
mafamilia wamekutana, sasa wanakuwa wanafurahiana. Mnapofurahia, mnaposherekea, unajifunzia hapo. Unaambiwa ukunywe kadogo, unaambiwa uvute kadogo, hata kama ni bangi. Huu ni wakati wengi huwa wanashiriki mambo ambayo hawajawahi kushiriki. Kama ni dhambi ya gono, wasichana wengi wanashiriki, vijana wengi wanashiriki, na mimba mingi inapatikana wakati huu wa Disemba, wakati wamekuja pamoja, rika moja imekuja pamoja, watu wamekuja pamoja, wanaanza kumalizia katika usherati, katika ukahamba na ulevi. Ndiyo maana maandiko inasema watu hao walipoketi kukula na kukunywa, hawakumtukuza Mungu, hawakumfurahisha Mungu, na kwa hiyo Mungu aliwaharibu kuona ya kwamba wametoka katika njia za Mungu. Huu ni wakati wa kumtukuza Mungu, kumwambia ni asanti, sio wakati wa kuingia katika matendo maovu, matendo ya aibu, matendo ambayo ni unajisi. Mungu ametufanyia mambo makubwa, mambo makubwa. Maana usipotambua mambo makubwa ambayo Mungu amekufanyia, hautamuona Mungu, hautamuona Mungu katika maishani mwako. Pia Mungu anatuambia tujitenge katika mambo ambayo inafanywa katika dunia hii. Jitenge na dunia dakika hii, jitenge na mambo ambayo watu watakuja kuifanya. Kwa sababu ya nini? Yesu, kuzaliwa kwa Yesu, hakuzaliwa ili watu waendelee na kufanya uovu. Yesu alizaliwa akawa ni mkombozi wa dunia. Alikuja kukomboa wazee, kukomboa wamama watoke katika dhambi. Yesu alikuja kama mkombozi wa ulimwengu. Na maandiko inasema wakati walisikia ya kwamba Yesu amezaliwa, walikuja na wakashukuru na wakaanza kumwabudu, wakisema ya kwamba mkombozi wa ulimwengu amekuja. Hiyo ndiyo maana ya Yesu kuzaliwa. Yesu kuzaliwa kwake ni mkombozi wa dunia, amefika. Mkombozi wa wanaume, mkombozi wa wanawake, wa kuwakomboa watoke katika minyororo ya dhambi, katika chini ya laana, watoke katika minyororo ya shetani. Yesu alikuja kukomboa. Sasa ukisema tunasherehekea Yesu na hujakombolewa, utakuwa ukidanganya. Ukisema unafurahia Yesu na hujakombolewa, utakuwa ukidanganya. Maana Yesu kukuja kwake alikuja kukomboa na kuokoa. Je, umeokolewa? Je, umekombolewa katika dhambi, katika vifungo za dunia? Hiyo ndio purpose ya Yesu kukuja. Na kile unaweza kufanya kizuri ni kukombolewa, ni kuokoka, ni kubatizwa, ni kuamini Yesu na kukaa kama vile anataka, ili unaposherehekea usherekee Yesu ukijua ya kwamba ako ndani yako. Wakati mmoja Waisraeli walikuwa wamefungwa kule Misri, na walipokuwa wamefungwa waliambiwa na Wamisri ati washerekee na wamuibie Mungu wao, lakini walikataa. Wakasema tunaweza namna gani kumwabudu Mungu, kumuibia Mungu na kumshangilia wakati mmetufunga na minyororo? Wakawaambia tufungue kwanza tusherekee, tufungue kwanza tumuibie Mungu. Sasa nanyi mnaweza namna gani kumsherekea Bwana Yesu wakati ambapo mmefungwa na minyororo? Hamuwezi. Kile cha kwanza ni kufunguliwa katika minyororo, uokolewe, ukombolewe, uondoke kwa dhambi, umjue Yesu. Ndio sasa unaposherekea Yesu, unamsherekea Yesu aliye hai, ambao umemuona ya kwamba amekukomboa. Yesu hakukuja ndio watu waendelee katika dhambi. Yesu hakukuja ndio watu waendelee na kujificha na kufanya mambo ambayo ni aibu. Yesu alikuja ndio akomboe watu wakaweza kuokolewa, watoke katika dhambi. Nimekuambia huu ni wakati ambapo dhambi huwa inafanywa. Kama ni ushoga huwa unafanywa sawasawa, kama ni ukahaba huwa unafanywa sawasawa. Maana marumu, manyumba zimekuwa sasa booked, fully booked, ya kwamba hakuna room, zote zimelipwa in advance, kwa sababu ya yale matendo maovu watu wanakuja kufanya, wakisema ni Christmas. Huu ni wakati bangi itakunywa kabisa, pombe itakunywa kabisa, wakati usherati utafanywa. Baada ya hapa, hata watu ambao wanaitwa kajo wanakuwa na kazi ngumu sana ya kuokota mipira ya kondom huku, kwa sababu watu wanafanyaga mambo mabaya wakisema ni Yesu wanasherekea.
Watu wanaabudu shetani, watu wanafanya usherati na ulevi, wakisema ni Yesu wanaabudu, ni Yesu wanasherekea. Lakini ni Yesu mgani huyu ambaye anasherekewa katika usherati na ukahaba? Yesu alikuja kukomboa na kuleta ukombozi katika ulimwengu, lakini tumesahau hiyo. Tunashukulia huo wakati, tunaona ya kwamba ni wakati wa kufanya mambo mabaya. Hapana. Christmas hakuna mahali imeitana na Yesu. Christmas ni shetani huwa anatubuizwa, anasherekewa na anainuliwa na wengi. Maana wengi walikosa kujua Yesu alizaliwa kwa sababu ya nini. Hiyo maandiko imetuambia hapo. Huu wakati ndio wasichana wengi hata wanajua wanaume ni nini, na wavulana wanao wanajua wanawake ni nini. Huu ndio wakati wengi wanashukuriwa, wanatolewa ubikira wao. Wakati wa Christmas ndio wengi huwa wanajua pombe huwa inaoja namna gani, hata wa mama, hata wale wameokoka. Wakati hata bangi wanajijua na sigara. Maana furaha na maisha yani raha zinakuwa zimeongezeka. Hiyo Mungu anatuambia hapa. Tuliponywa kuanzia Januari to December. Sasa tumeepuka, tumepona, tuko mwezi wa 12, tunaingia Januari. Hivyo ndivyo tutalipa Mungu, kumwambia ni asante, kama vile Buddha analipa mwingine na mateke. Asante ya Buddha ni mateke. Hivyo ndivyo tunataka kulipa Mungu ambaye amekuwa pamoja nasi from January. Unakumbuka vile ulikuwa umegojeka, lakini kwa rehema za Mungu ukapona. Unakumbuka vile ambavyo ulianguka, lakini ukapona. Unakumbuka hayo yote vile Mungu amekutendea. Wacheni tumshukuru Mungu. Kuna watu ambao wamefungiwa hata nyumba, wale wanalipa nyumba. Kuna walifungiwa nyumba wakarudi kwao nyumbani. Wengine wakarudi, biashara zikaharibika, ndoa mingi zimeharibika. Wacheni tuwe na wakati wa kumwambia Mungu ni asante from January to December, yale Mungu amekutendea katika maishani mwako. Huu sio wakati wa kujichanganya na mambo ya dunia hii. Ni wakati wa kujitenga na kumtukuza Mungu, kumuinua Mungu na kumwambia Mungu ni asante kwa sababu ya kile Mungu amefanya. Watu wengi hawana shukurani. Wanadamu tunafaa kuwa na shukurani. Tunafaa kumshukuru Mungu. Tunafaa kumshukuru Mungu. Sio kwa sababu uko na nguo, sio kwa sababu uko na pesa. Mshukuru Mungu kwa maana fadhili zake ni za milele. Uko hai, uko na nguvu. Hebu sikia maandiko vile inasema katika kitabu ambacho ni cha Wakorintho. Wakorintho kitabu ni cha Wakorintho 5, Wakorintho 5 pale 11. Wakorintho 5 pale 11. Mungu anawaambia mjitenge na hawa watu katika wakati huu ambao mnasema ni Krismasi. Katika wakati huu au katika msimu huu kuna watu ambao Mungu anasema mjitenge na wao, maana hawa watu watakuja kumuharibu. Mulio na masikio msikieni, neno linasema hivi. Lakini mambo haya yaliyo naliwaandikia kwamba msichangamane na mtu aitoe duhu, akiwa ni msinzi au ni mwenye kutamani. Hebu sikieni ya kwamba wakati huu watu wanapokutana pamoja, wakati huu watu wanapofanya mambo yao, Mungu anasema ya kwamba msichangamane na mtu yeyote aitoe duhu. Mtu anajiita ameokoka, mtu anajiita duhu au dada, lakini huyu ni mtu ni msinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu au mtukananaji au mlevi au mnyang'anyani. Mtu wa namna hii msikubali hata kula na yeye. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Maandiko imesema msikubali hata kula na yeye. Mtu anajiita ni brother, mtu anajiita ni dada, lakini huyo mtu ni msherati, ni msinzi. Maandiko imesema msichangamane hata msikule pamoja na yeye. Mtu anasema ni brother ati ni dada, lakini ni mtu wa kutamani, ni mtu mlevi, ni mtu ambaye ni mnyang'anyi, ni mtu mtukananaji. Maandiko inasema ni mtu wa kuabudu sanamu. Msikubali hata kula na yeye. Maana dakika hii watu watakuwa wakiungana,
Hata utaitiwa nyama, utaambiwa kwamba nyama tayari iko tayari, kuja twende tukakule. Lakini kumbe ni mtego. Ni mtego wa kukuingiza katika ulevi, ni mtego wa kukuingiza katika ushoga, katika ukahaba, ni mtego wa kukuharibia maisha yako. Maandiko imesema, nilimwandikia msichangamane na mtu aitoe ndugu akiwa ni msinzi au mwenye kutamani au mwenye kuabudu sanamu, mtukananaji au mlevi au mnyang'anyi. Mtu kama huyu hata msikule pamoja na yeye. Hivyo ndivyo maandiko imesema. Imekuambia hata msikule pamoja na yeye. Kwa nini Mungu amekuambia hivyo? Maana kama haukunywi utajikuta ukikunywa. Kama hautamaningi utajikuta unatamani vitu za wenyewe. Kama huwa haunyang'anyani unajikuta hata utaanza kunyang'anya watu. Nanyang'anya watu, kama ni simu utanyang'anya. Maana hata kuingiza katika watu ambao wasiomjua Mungu. Mungu anasema tusichangamane, yani tusikae pamoja, wala tusisherekee pamoja na watu ambao hawamuogopi Mungu, watu ambao wanaabudu sanamu. Tusije tukaabudu pamoja na wao. Maana mtu mzuri huwa anaharibiwa na watu wabaya. Watu ambao munaenda na wao, watu ambao unasema ni brother, watu ambao unasema ni sister, hawa watu waangalie sana, wasiwe wanakupotosha. Kuna watu ambao huwa wanafanya maisha yako iharibike. Ya kwamba wakati ulikuja, hao wamama munaenda na wao, hao wanaume munaenda na wao, hao ndio wamekuharibu. Ulikuwa na familia hauna, ulikuwa na ndoa hauna, biashara ulikuwa hauna, maana wamekuharibia maisha. Ni hao tu, kikuracho kiko katika guoni mwako. Angalia wale munaendenenda na yeye, wao munaita brother na sister, waangalie wasiwe ni watu ambao wanakupotosha. Ndio Yesu, ndio maandiko inasema hapa, wala mtu wa kutamani, mtu ambaye ni msinzi, mtu ambaye ni mlevi, mtu ambaye ni mnyang'anyi, mtu wa kutukanana, msikulanie hata pamoja. Mtu wa namna hii msikubali atakula naye. Mungu anasema ujitenganishe tu, kwa sababu anataka uwe na maisha mema. Baada ya hii maisha bado itaendelea. Januari inakungojea. Januari inakungojea. Kuna watu ambao huwa watalalamika Januari. Kuna watu huwa Januari ikifika wanakuja wakiwa na majeraha. Majeraha miguu, majeraha uso, wengine watakuwa hawana meno. Januari ikifika, kwa sababu ya ile kampuni ulikuwa nayo, iangalie sana. Wengine watakuja wakiwa wamevunjwa ufikira wao. Wengine watakuja wakiwa na mimba. Wengine watakuja wakiwa hawana pesa, ni malon. Huo ndio wakati meza hata inauzwa, vitanda zinauzwa. Maana watu walikunywa, wakakunywa, wakasahau ya kwamba Januari inawagojea. Watoto wanagojewa kurudi shule. Jiangalie na ile kampuni ambayo unaendelea nayo. Usije ukalia Januari, usije ukaipika, usije ukaanza kuponesha majeraha na vidonda. Yeye watakuwa miguu wamevunjika, mikono wamevunjika, kwa sababu ya vile watu wanafanyaga wakati huwa Krismasi na date moja 21. Watu huwa wanatoka katika mapenzi ya Mungu. Watu huwa wanajichanganya, watu huwa wanaanguka. Tuangalie ndugu wapendwa, tusije tukaingia kule katika mitego ambayo shetani ameitega. Na kuna wengine hata huwa hawafikishi Januari. Kuna watu huwa wanakufia katika hii hapa. Maana kilele cha nini cha raha kinakuaga Disemba. Kilele cha raha kinakuaga Disemba. Huu ndio wakati watu wanafanyaga vile wanataka. Kama ni wasichana wa mama wanatembea uchi. Hivi kwa sababu mambo inakuwa imebadilika, mapepo za usherati, ukahaba zinakuwa ni mingi, hata hazo zinafanya mambo ya kusherekea. Shetani anakuwa akisherekea hata huu wakati. Tujihadhari. Mungu anasema tujitenganishe. Sisi ni watu wa Mungu. Wewe ni mtu wa Mungu, wewe ni mbegu ya Mungu. Jitenge na hiyo mambo ambayo inafanywa wakati huu. Maandiko inasema katika kitabu cha Wakolosai,
kila kitu ambacho mnafanya, mfanye mkiwa mnamtukuza Mungu, mnamutukuza Mungu, mnampa Mungu sifa na utukufu. Hivyo ndivyo maandiko inasema, ya kwamba kwa kila kitu ambacho mtakalofanya, fanyeni mkimtukuza Mungu. Kama ni kukutana, mnakutana, kutaneni mkimtukuza Mungu, mkimwabudu Mungu, mkimwambia asanti. Kama katika kukutana kwenyu, katika sherehe zenyu, Yesu hatatabuliwa, basi usikutane. Kama Mungu hataonekana mahali pale, wewe usisimame, wewe usiende kule. Afadhali watu waseme wewe umekuwa mtu wa kiburi, maana hauendi kwa hiyo vikundi. Afadhali watu wakusemee, maana wakati huu ndio itajulikana wale ambao huwa wanasimama na Mungu na wale wanasimama na raha. Huu ndio wakati itajulikana wale ambao wanamshukuru Mungu, wanamsherekea Mungu, na wale wanamsherekea shetani. Huu ndio wakati Ibilisi anainuka sana, anatukuzwa sana, na watu wanamwabudu wakisema ni Yesu amezaliwa. Kwa hivyo Yesu hakuzaliwa 25. Yesu hakuzaliwa 25. Hapana, hiyo tu ni kakitu kutu kalikuja na kakawekwa. Lakini Yesu hakuzaliwa hiyo siku. Na hata kama alizaliwa, Yesu hata before azaliwe alikuweko. Hiyo ni kweli. Sio kwamba ati ndio wakati alizaliwa ndio alianza kuishi, wakati alizaliwa na Mary. Yesu aliambia Abrahamu sasa, before Abrahamu awe, Yesu alikuweko. Yesu, maana Yesu ni Mungu, alikuweko. Ni nafasi tu alikuja kutokea hapo. Lakini before au baada, before Yesu Maria aje, Yesu alikuweko. Before Ibrahimu, Yesu alikuweko. Hata before dunia iumbwe, Yesu alikuweko. Kwa hiyo kitu ya kutabua Mungu, umusherekee, umwambie ni asanti, na ufanye mambo ambayo inamtukuza Mungu. Hiyo maandiko imesema kila kitu chote tutafanya. Kukula sio vibaya, kukunywa soda hata sio vibaya, hata kusherekea sio vibaya, lakini unasherekea kwa jina la nani? Ni Mungu unapendeza au ni shetani? Unafurahisha tamaa yako ya mwili au unafurahisha roho wa Mungu? Hiyo ndio maswali ambayo tunafaa kujiuliza. Maana chochote tunafanya, tunaambiwa tufanye kwa ajili ya Mungu. Tufanye tukiwa tunamtukuza, tufanye tukiwa tunamwogopa Mungu aliyeumba mbingu na ardhi. Maana huyo Mungu anastahili kuinuliwa, anastahili kutukuzwa, anastahili kupewa sifa na utukufu kwa sababu ya matendo makuu ambayo Mungu amekutendea from January to December. Wacheni tuwe na wakati wa kumshukuru Mungu. Wacheni tuwe na wakati wa kumwambia Mungu ni asanti kwa sababu ya rehema zake ambazo ni za milele. Maana Mungu ni mkuu na Mungu anatenda mambo makuu ambayo tusiyoona. Tuwe na wakati wa kuabudu Mungu. Tuwe na wakati wa kushukuru Mungu na kumwambia Mungu ni asanti kwa sababu anastahili kuinuliwa na kutukuzwa. Mungu anataka tumshukuru, Mungu anataka tumuabudu, Mungu anataka tumuinue, Mungu anataka tumupe sifa na utukufu katika wakati huu ambao ni wakati wa Disemba. Tusije tukatoka katika njia za Mungu, katika mipango ya Mungu. Huu ndio wakati watu wengi wao wanapoteana na Mungu. Hata kanisani watu hawaendagi, hata kusema Bwana Yesu asifiwe watu hawasemaji. Juu wakati huwa wanaoja kadogo na hawatakaji waonekane wako pande ya Mungu sana. Maana furaha ni mingi, pressure ni mingi, raha ni mingi, wanajifichaga huu wakati. Mungu amesema tujitenge na yale mambo ambayo haimtukuzi Mungu, na yale mambo ambayo haimpi Mungu sifa na utukufu. Haleluya. Hebu tusikie maandiko katika kitabu ambacho ni cha Wagalatia 6:7 inasema, msije mkadanganywa, chochote mwanadamu anapanda atakuja kuvuna. Mungu hadhihakiwi. Neno linasema chochote kile mwanadamu anapanda, Mungu hadhihakiwi, Mungu hatukanani. Kile unapanda utakuja kuvuna. Ukipanda uovu utakuja kuvuna. Mungu hatukanani au Mungu hadhihakiwi. Kwa hiyo njia zako sio za bure. Uwe mtakatifu sio bure. Ujitenge na hiyo mambo sio bure. Kuna malipo Mungu atatupatia.
Huku dunia hii mambo sio ya bure. Kila kitu unafanya kinakuaga utalipwa. Uwe unafanya mzuri utalipwa, uwe unafanya mabaya utalipwa, vile unaongea utalipwa. Sio bure, hapana. Mambo ya hapa duniani tunaona kama ni bure, lakini sio bure. Tukifika mbinguni kuna malipo. Maana Yesu anasema anakuja upesi sana, na anakuja kila akiwa na ajira ya kila mtu, kumulipa kila mtu kulingana na matendo yake. Na hakuna mtu hana matendo, labda yule mtu amekufa hafanyi kitu, lakini yule mtu ako hai, huyo mtu anakuwa na matendo. Na huyo alikuwa amekufa, si alikuwa hai, kwa hivyo alikuwa na matendo. Kwa hivyo neno linasema tujiangalie sana na tufanye mambo ambayo inamtukuza Mungu na inamwabudu Mungu. Kile ungependa ufanyiwe na mtu, mfanyie pia. Kama haungependa kufanyiwa hiyo kitu, usimfanyie mtu chochote, usimfanyie. Huu ni wakati wa kupendana, ni wakati wa kusameheana. Kama wewe kuna mtu ambaye hauongeleshani na yeye, muongeleshe. Ndugu mpendwa, muongeleshe, maana hatujui laini imechorwa hadi wapi. Hatujui wale wataona 2022 na wale hawataiona. Huu ni wakati wa kujitakasa. Jitakase na ukae na amani na Mungu wako. Naweza kuona ni kama umeguza kauzi kama uko Januari. Hatuko Januari, tuko Disemba. Katika hii siku chache zimebakia, kitu kinaweza kufanyika ghafla. Kuwa na amani na Mungu wako, kuwa na amani na watu wenyu, kuwa na amani na mzee wako. Wewe hauongeleshei mzee wako, ni wakati wa kumuongeleshea. Wewe ambao unasema hautasamehe huyo mama au huyo dada, ni wakati wa kumsamehe. Neno linasema kama hautasamehe hautasamehewa pia. Unasema ati mimi sitamsamehea, kama hiyo ndio itafanya niende jehanamu, acha niende, sitamsamehe. Wacha kusema hivyo, maana hata hautasamehewa. Kile unafanya ndio utafanywa. Ukionea mwanadamu rehema, na utaonea rehema. Agikondo raigwira uri ongetha, nawe ndukuigwirwo tha. Kageri karia ugeragira mundu nako, roko nayo kagetherwo nako, ukarehwo nako, no rathimirwo nako. Hiyo unapimia watu nayo, ndio itafanya upimiwe nayo. Kama haina uhaki, hata utaona utakosa uhaki. Jiangalie na ujilinde nafsi yako. Huu ni wakati wa kuwa na amani na Mungu, wa kutengeneza njia zetu ziwe safi na Mungu. Ni wakati wa kutengeneza njia zetu ziwe safi. Tembea na Mungu, maisha yako tembea na Mungu, tembea na usafi. Maana hatujui wakati au dakika. Hizi ni nyakati za mwisho. Yesu amekaribia kurudi. Maandiko inatuambia tutaona, tutasikia mambo mengi itakayo kuwepo katika nyakati hizi. Magonjwa isiyo na dawa ndio hiyo. Dunia imekuwa kama wakati wa Sodoma na Gomora. Uovu kila wakati, umwagikaji wa damu. Haya mambo yote inatuambia kwamba nyakati ni za mwisho na Yesu amekaribia kurudi. Kwa hiyo hii ni wakati ambao ni wa kujiandaa, wa kujisafisha, wa kukaa vizuri na Mungu. Huu ni wakati wa kujipanga na Yesu. Jipange na Yesu na uwe katika Yesu. Maisha yako iwe pamoja na Mungu. Maana hakuna mtu ajuaye siku wala wakati. Wakati tunasherehekea, tukumbuke wakati wa Nuhu. Maandiko inasema kama vile wakati wa Nuhu walivyokuwa. Watu walikuwa wanasherehekea na watu walikuwa wanakula na kukunywa, lakini hawakujua huo ndio wakati ambapo walikuja. Sasa wakati tunasherehekea na kula na kunywa, tujiangalie, maana Yesu anaweza kurudi. Wakati huo ambao maisha iko juu sana, furaha ziko mingi sana, wakati huo watu wanakula sana. Ni wakati wa kujiangalia na kujilinda. Tusije tukaingia katika mambo mabaya, mambo ambayo haina Mungu, mambo ambayo haina utakatifu, mambo ambayo haina usafi. Mungu anataka tumutukuze, tumuinue, tumupe sifa na utukufu aliyeumba mbingu na dunia. Hebu tusikie maandiko hii. Tusikie maandiko hii. Ni katika kitabu ambacho ni cha Ufunuo. Kitabu cha Ufunuo, Revelation. Kitabu ni cha Ufunuo 14. Revelation 14 pale 7. Hii ndio maandiko na hii ndio neno ambao Mungu anasema dakika hii. Kisha nikaona malaika mwingine akiruka katika ya mbingu, mwenye injili ya milele, malaika ambaye anahubiri hao wakaao juu ya nchi na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu imekuja. Msujudieni naye yeye aliyeifanya mbingu na nchi na bahari na chemichemi za maji. Haleluya! Hebu sikia hiyo neno.
Maandiko inasema, kisha nikasikia na nikaona malaika, naye akasema kwa sauti kuu ya kwamba mumtukuze Mungu, kwa maana saa ya hukumu imekuja. Huu ni wakati wa kumtukuza Mungu. Watu wamekuwa wakitukuza biashara zao, wakitukuza wanadamu, wakitukuza nguvu zao. Huu ni wakati wa kutukuza Mungu, maana saa ya hukumu imefika. Neno linasema, msujudieni yeye aliyeifanya mbingu na nchi. Mumsujudie, yani mumuombe, mumuabudu yeye aliyeumba mbingu na nchi. Watu wanaabudu vitu zingine, wengine wanaabudu shetani, wengine wanaabudu magari na pesa, wengine wanaabudu mashamba yao. Watu wako na miungu mingi ambao wako nayo. Kuna wengine hata wanaabudu bosi wao. Wanaabudu bosi. Huyo ndio wanaabudu, hasio Mungu. Mungu anasema wakati huu mumuabudu Mungu aliyeumba mbingu na ardhi na nchi na bahari na chemichemi, maana wakati wa hukumu umekaribia. Wakati ambapo kila mtu atapiga goti lake mbele za Mungu. Wakati kila mtu atakiri kwa ulimi wake. Wakati ambapo kile kilikuwa kinafanywa katika giza kitaonekana waziwazi. Huu ndio wakati, ndugu yangu, wa kufanya ile Mungu anataka, maana mwisho wa mambo yote umekaribia. Hizi sio za nyakati kama zile tulizikuwako. Hizi ni nyakati ambazo majira imebadilika. Majira imebadilika, wakati tulio umebadilika, nyakati zimebadilika. Ni wakati wa kujisikia vizuri na Mungu wako, yaani wakati wa kuigwithania na Ngai wako. Ni wakati wa kujishikanisha na Mungu wako. Ni wakati wa kujitakasa. Ni wakati wa utakatifu. Ni wakati wa wale wanafanya dhambi waachane na dhambi. Ni wakati wa wale wameweka dhambi ndani ya roho yao wakiri. Ni wakati wa kutubu. Ni wakati wa kuokoka, maana Yesu amekaribia kurudi. Yesu anarudi, na harudi kama katoto. Kama tunagojea Yesu arudi kama katoto, azaliwe tena ateneishi ya leo, hiyo ni uongo. Yesu arudi kama katoto, alizaliwa mara moja na akaja. Sasa Yesu anarudi kama mfalme wa wafalme. Anarudi akiwa mwenye nguvu, ambaye mwenye nguvu ya kuhukumu. Yesu arudi kama katoto tena, anarudi kama mfalme wa wafalme ambaye anakuja kuhukumu ulimwengu. Sasa usiogalie Yesu ati katakuja katoto. Hapana, ati katazaliwa tena. Hapana. Yesu alizaliwa mara moja. Sasa ni wewe ujiandae, maisha yako uweke sawa na Mungu, maana wakati umefika ambao Yesu amekaribia kurudi. Ni wakati wa kutangaza Injili. Ni wakati wa kujiandaa, ufalme wa Mungu umekaribia. Ni wakati wa kutubu na kumrudia Bwana. Ndiyo Mungu amesema kwa kila kitu tutafanya, wacha tumtukuze Mungu. Wacha tumtukuze Mungu, wacha tumuworship Mungu na tumpe sifa na utukufu. Mungu amekufikisha hapo mama. Hii mwaka haikuwa mzuri, mambo imekuwa mabaya. Watu wengi wameanguka, wengine walididimia, biashara ziliisha, ndoa mingi zilivunjika. Wengine walipatwa hata na stress, wengine wakapatwa na stroke. Huu mwaka haujakuwa mzuri, ni vita na kung'eng'ana. Utumie huu wakati kumwambia Mungu ni asanti. Usitumie huu wakati kumtukana Mungu. Tumia huu wakati kumwambia Mungu ni asanti na kumshukuru kwa sababu ya yale mambo ambayo Mungu amekutendea katika maishani mwako. Nataka nisome maandiko katika kitabu cha Efeso. Waefeso, tunakuja kumalizia kitabu cha Waefeso 5. Waefeso 5. Mungu anatuambia ni wakati wa kumwambia ni asanti, maana watu wengi huwa hawakumbuki wakati huu kumwambia Mungu ni asanti. Wanajiambia asanti, wanajishughulisha. Sio wakati wa kujiburudisha na dhambi. Mwambie Mungu ni asanti. Ni kwa rehema za Mungu uko hai. Mungu ametuponya kuanzia Januari to December. Hauna corona, na kama ulikuwa nayo ulipona. Na ni wangapi walikufa? Ni wengi ya corona, na bado wanaendelea. Tuwe na wakati wa kumwambia Mungu ni asanti. Ephesians 5:18 inasema hivi. Kitabu cha Waefeso 18 inasema hivi. Hebu sikia. Nasema, tena msilewe kwa pombe ambamo mna ufisadi, bali mjazwe na Roho. Hivyo ndivyo maandiko inasema. Tena msilewe kwa pombe, ambayo pombe ina ufisadi,
bali Mungu anasema mjazwe kwa Roho, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni, huku mkiimba na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Hivyo ndivyo Mungu anataka mfanye wakati huu. Kuanzia wakati huu tunasema ni sikukuu. Mungu anasema musilewe kwa mvinyo, musilewe kwa pombe, maana katika pombe kuna kuwala na ufisadi mwingi, uovu mwingi. Katika pombe watu wanaongea vibaya, wanatukanana. Katika pombe watu wanavua hata nguo zao. Katika pombe watu wanafanya mambo mabaya, usherati. Katika pombe watu wanakuwa na majeraha, wengine wanaangusha hata gari. Katika pombe kuna kuwa na mambo mabaya, yote inafanyika juu ya pombe. Maana ukuagi soba, hata huwezi kuongea vizuri, wengi wanalala kwa mitaro. Pombe inaleta mambo mabaya, haijawahi jenga, ni kukuharibu na kukuacha na majeraha. Ndio Mungu anatuambia ya kwamba msilewe katika pombe, ambayo pombe iko na ufisadi mwingi na ubaya mwingi, bali neno limetuambia ya kwamba tujazwe, yani tujazwe kwa Roho Mtakatifu. Neno limetuambia tujazwe kwa Roho Mtakatifu, tujazwe kwa Roho Mtakatifu, sio tulewe. Kama ni kulewa, Mungu anataka ulewe kwa Roho Mtakatifu, lakini sio ulewe kwa pombe. Maana pombe ndio ilifanya hata Loti, ndio ilifanya Loti amue nguo zake zote. Pombe ndio ilifanya alale na watoto wake. Pombe inafanya ulale na mtoto wako. Pombe sio mzuri. Katika maandiko hatujaona mahali ni mzuri. Watu ambao walikunywa pombe katika maandiko walilia hapo mwisho. Ni kulia walikuwa wanalia kwa sababu ya yale walifanya. Walitamani, wengine wakanajisi kwa sababu ya mambo kama yale. Ndugu mpendwa, hebu tusikie maandiko moja. Nataka nikusomee maandiko moja katika kitabu cha Proverbs. Enyi ambao mnakunywa pombe, utasikia hii maandiko. Sijui kama umewahi sikia. Ati nani huwa wanakunywa pombe? Utashtuka vile hujaiona. Komaka. Katika kitabu cha Proverbs 23:29 maandiko inasema hivi. Hebu sikia. Ni nani apigaye yowe? Ati ni nani apigaye yowe? No ugagereria. Ni nani apigaye yowe? Ni nani aliaye? No reraga. Ni nani mwenye ugomvi? No koragwo na fujo. Ni nani mwenye mguno? No koragwo na kulalamika hiko ciothe. Ni nani aliye na jeraha zisizo na sababu? No cio koragwo na ile master na gitomi. Ni nani aliye na macho mekundu? No koragwo na maitho maredi. Ekauga ni wale wakaao sana kwenye pombe, waendeao kutafuta divai iliyochanganyika. Ate ni aria manyuaga joy, aria mathiaga gwetha divai iria ndo kale opio. Neno linasema ni wale wakaao kwenye mvinyo, wale wakaao kwa pombe, waendao kutafuta divai iliyochanganyika. Unasikia? Ni nani apigaye yowe? Ni mlevi. Ni nani aliaye? Ni mlevi. Analia, unasikia analia usiku. Muuliza ni nini, anasema anakimbizwa. Hiyo yote ni mlevi. Ni nani mwenye ugomvi? Ni mlevi. Mlevi tu ameanza ugomvi. Ni nani mwenye mguno? Kulalamika, anaanza kulalamika, nenda apigiro ni andu aitũ matinyendete ndiete. Kulalamika, kugunugunika, ni mlevi. Ni nani aliye na jeraha zisizo za sababu? Ni mlevi. Marema majeraha zisizo za kawaida. Yaani unaamuka tu unakuta mtu ako na jeraha. Ni mlevi, alikuwa mlevi. Majeraha alipigana, majeraha alianguka, majeraha alikatwa na chupa. Maandiko inasema ni mlevi. Na hii ndio tunafanya, na hii ndio tunataka kukunywa wakati huu. Hapana, waacha kukunywa hiyo kitu. Maandiko inasema ni nani aliaye bila sababu? Ni mlevi. Ni nani apigaye yowe? Ni mlevi. Ni nani aliaye? Ni nani aliye mwenye ugomvi? Ni mlevi. Ni nani mwenye mguno? Ni mlevi. Ni nani aliye na jeraha zisizo za kawaida? Ni mlevi. Ni nani aliye na macho mekundu? Ni mlevi. Sikia, maandiko inasema haya, inasema ni wale wakaao sana kwenye pombe, waendao kutafuta ile pombe iliyochanganyika. Nasema usitazame mvinyo, usitazame pombe iwapo ni nyekundu. Sikia sasa, usitazame pombe iwapo ni nyekundu,
itiapo katika glasi au biraoni, rangi yake ishukapo taratibu, mwisho wake huuma kama nyoka. Sikieni watu wa Mungu, ati mwisho wa hiyo pombe huwa inauma kama nyoka, huchoma kama fira. Mwisho wa hiyo pombe huwa inakuuma kama nyoka. Inasema naam, utakuwa kama ararae katika juu ya bahari, au kama yeye asiviae juu ya mlingoti. Nasikia hivyo ndivyo maandiko inasema. Maandiko inasema hivyo, na maandiko inasema ya kwamba pombe ipewe wale wanakufa. Hiyo ni maandiko imesema hivyo, ati pombe inapewa wale wanakufa. Sasa wewe ukikunywa pombe unataka kukufa? Unaona, hivyo ndivyo iko. Watu wameweka pombe, maduka za pombe. Sasa wale wanaenda kukunywa ni wale wanataka kukufa. Kwani watu wengi wanatupenda kukufa namna gani huko duniani? Watu wanajaa kule, na maandiko inasema pombe ipewe wale wanakufa, wale wamekaribia kukufa. Unaona wamekufa wengi, vijana wamekufa wakiwa hai. Unaona hatu mtu anatembea lakini hakuiletene, alikufa kuanzia kitandani, alikufa. Wengine walikufa Kiambu hakuna, Murang'a hakuna, waliisha, wanaume hakuna. Yaani ilikuwa imefika mahali hata serikali inasema ati yule mwanamke atapata mimba, atalipiwa na serikali. Juu wale wazee kule wameshindwa, walikufa, mashini ilikufa. Tunasikia hiyo ni maandiko inasema ati pombe ipewe wale wanakufa. Uko karibu kufa, kwa nini unakunywa? Basi chunga usikunywe. Imetuambia ya kwamba yule mtu anafanya hiyo mambo, huyo si mwerevu. Kitu kingine pombe huwa inaleta kitu tunaita mashida, umasikini. Maandiko inasema kwa maana mlevi na mrafi huingia katika umaskini. Sikia, kwa maana mlevi na mrafi huingia katika umaskini, na utepetevu humvika mtu nguo mbovu. Sikia, kwa maana mlevi na mrafi huingia umasikini. Pombe inakuingiza katika umaskini. Hakuna mtu tajiri ambaye ni mlevi. Huyo mtu huwa anakunywa ploti mzima, nyumba ya ghorofa kama 10 anaweza kuiharibu yote iishe. Magari anakunywa yote juu ya kitu inaitwa ulevi. Sasa usione mtu ambaye ako ni tajiri na analewa useme ni tajiri. Huyo atakuja kuwa masikini, kwa sababu pombe inaharibu na inamaliza kila kitu. Anakunywa hata kiatu yake, akunywa hata suruali, asahau ataenda uchi. Hiyo neno limesema ni nani wale wanalialia bila sababu ni walevi. Ni nani wale ambao wanapiga mayo ni walevi. Ni nani wale wana mnuguno wa kunungunika ni walevi. Ni nani wale wana majeraha yasiyo ya kawaida ni walevi. Maandiko inasema na pombe ipewe wale wanataka kukufa. Ndugu mpendwa, tusije tukakunywa. Ni wakati wa kumshukuru Mungu na kumtukuza Mungu katika wakati huu. Njia zetu ziwe sawa na Mungu, ndio Mungu atuhurumie na maisha yetu ijengwe katika Mungu. Mungu ako na haja na sisi. Mungu ako na haja na sisi, na anataka tuenende katika njia ambazo zinamtukuza, njia ambazo zinampa sifa na utukufu. Haleluya. Na kuja kumalizia sasa, nisome katika kitabu moja ambao ni ya Mithali. Maandiko na neno yetu ilikuwa ya kwamba ni wakati wa kushukuru Mungu, sio wakati wa kumtukana Mungu tunapokula na kukunywa na kusema tunasherekea. Tuambie Mungu ni asante, maana from January to December ni kwa nguvu za Mungu na rehema zake. Kitabu ni cha Psalms 118. Psalms 118 nayo inasema hivi. Wacha tusome tumalize pale ya kwanza. Inasema hivi. Haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hiyo ni maandiko. Nimesema haleluya. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Hiyo ndio andiko nimemalizia nayo. Mungu anatuambia tumshukuru Bwana kwa sababu fadhili zake ni za milele. Matendo yake ni ya milele. Matendo yake ametufanyia kuanzia mwezi wa kwanza hadi mwezi wa 12 ni matendo ya milele, ni matendo mazuri. Mungu ametutendea mema, Mungu ametupigania,
Mungu amekuponya, Mungu amekuondolea maajali, Mungu amekupa kile ulicho nacho. Hata nguvu uko nayo ni Mungu. Ni wakati tumezika mwaka ni wengi. Ndio neno linasema, haleluya, tumshukuruni Bwana maana fadhili zake ni za milele. Ni upendo ametupa. Ametupa uhai, ametufanyia mambo makuu na hajamalizana na wewe. Tena Mungu anasema ya kwamba nayajua mawazo niliyo nayo juu ya maisha yako. Sio mawazo ya kukuharibu kama vile shetani mawazo yake ni kukuharibu, lakini Mungu anasema mawazo yake ni kukupa maisha, kukupa maisha, sio kukuangamiza, bali ni kukupa maisha. Kwa hivyo ni wakati wa kumshukuru Mungu, kumwambia ni asante kwa sababu matendo ya Mungu ni makuu juu ya maisha yetu, katika jina la Yesu. Nenda cia Ngai atukinyiriki hau tukinyite. Niguo koko wa Ngai tumwambararie Ngai na tumucokerie ngatho. Ni tondu tiga nenda cia Ngai tutingiriho. Siniwe ni rehema za Mungu na upendo wa Mungu. Tumwambie Mungu na asante, tumpe Mungu sifa na utukufu na tumuinue. Na kila chochote tutafanya, tufanye tukiwa tunampendeza Mungu, sio wanadamu. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ni asante sana kwa sababu ya neno hili ambalo umepanda katika roho zetu siku ya leo. Neno lako ni ukweli, neno lako linatakasa, neno lako lina baraka. Baba Mungu wa majeshi, hawa ni watoto wako. Kuna wamama walio hapa, kuna vijana, kuna wababa. Bwana, wote wamesikia neno lako. Baba, sikuwa nimekuja kuhukumu Bwana, bali nimekuja kuhubiri neno lako ili wakaweze kuokolewa na kubarikiwa. Bwana Mungu wa majeshi, ninaomba uwaokoe, uwafungue katika jina la Yesu. Baba, kila mitego ambao huwa inapangwa juu ya watu wako, mitego ya vifo, mitego ya maajali, mitego ambao ni ya kuangusha watu, ya unajisi, Bwana tunaivunja katika jina la Yesu. Kila maroho ambayo inafuata watu Bwana wasiweze kuona mwaka mpya, Baba, hiyo maroho ya vifo, maroho ambao ni ya doa kuachana, maroho ya vita, ya ulevi na usherati, hiyo ninakemea katika jina la Yesu. Baba, ninaomba wafungue. Oh God, fungua vijana, fungua wamama, fungua hii kaunti katika jina la Yesu. Tuondolee matendo mabaya ya ujangili, ya wizi katika jina la Yesu. Safisha huu mji Bwana, maroho ya uchawi, maroho ya Illuminati na devil worshiper, na ikachomeke na kuangamia katika jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, tunakataana na ajali za barabara, tunakataana na mipango yote ambayo ni ya yule muovu katika jina la Yesu. Baba mtakatifu wa mbinguni, naomba uonekane mahali hapa, naomba jina lako litukuzwe na upewe sifa na utukufu, maana hakuna mwingine kama wewe. Baba Mungu wa mbinguni, najua ya kwamba mwaka ujao ni mwaka wa baraka, ni mwaka ambao umetuandalia, maana tuko hai kwa sababu uko na mapenzi mema na sisi, unatupangia mema, ndio maana umetuweka uhai. Ndio maana wengi wao tulikuwa wagonjwa tukapona, ndio maana ajali ilipatikana, lakini Baba tukapona na tukaiepuka. Bwana ni asante kwa sababu ya rehema zako na mapenzi yako. Tunajua kuna kitu ambao umeanza na utakuja kuendeleza hata mwaka ujao katika jina la Yesu. Baba, tunasema ni asante. Pokea sifa na utukufu kwa kila kitu ambacho umetupa. Shilingi umetupa, uhai umetupa, chakula umetupa, amani ya afya, chochote ambapo umetupa Bwana, tunasema ni asante. Hata mvua ni asante. Pokea sifa na utukufu. Ni asante. Ni katika jina la Yesu tunaomba na tunaamini. Amina, amina, amina. Watch and subscribe to the Message of the Hour with Apostle Simon Geshinga on YouTube channel as Watchman ATV official channel. Watch and follow the deep revelations of the last days church and the wisdom teachings that prepare the bride of Christ for the marriage feast of the Lamb of God in complete holiness and righteousness. The end time trumpet voice preparing the church for the kingdom of God is near. Beyond, the Messiah is coming soon.